ya sasa. Leo kama ambavyo tunafahamu wote, sisi tumekuja na mashine mbili. Tumekuja kukabidhi mashine mbili, ya kwanza infant radiant warmer na ya pili phototherapy unit. Hizi mashine mbili ambazo ni muhimu sana katika malezi, makuzi na kuokoa maisha ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati na watoto wenye uzito pungufu, kama alivyotueleza kaimu mganga wa mkoa. Tumejitengenezea utaratibu huu TAKUKURU wa kutoa hizi mashine katika hospitali zote za mikoa za rufaa za mikoa Tanzania bara. Ziko jumla ya hospitali 28 na leo tumepata fursa ya kutoa katika hospitali yetu. Tutatoa katika hospitali yetu ya rufaa ya Njombe, ambapo hii itakuwa ni mashine ya 22. Kwa maana katika safari yetu ya kutoa mashine hizi kwa hospitali 28 tutakuwa tumebakiwa na hospitali 6 tu. Kwamba tayari tunapokuja hapa asubuhi hii tumeshakabidhi katika hospitali 21 zilizopo katika mikoa ya Arusha, Ruvuma, Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Manyara, Dodoma, Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, Kilimanjaro, Simiyu, Mara, Mwanza, Dar es Salaam, Shinyanga pamoja na mkoa wa Iringa. Kwa hesabu za haraka mtabaini kuwa mikoa ambayo tumeifikia mpaka sasa ni mikoa 19, lakini hospitali tulizozifikia ni hospitali 21. Wote tunafahamu pale Dar es Salaam tuna hospitali 3 za rufaa za mikoa, Ilala, Temeke na Kinondoni. Kwa ndio maana utakuta tumeenda mikoa 19 lakini tumetoka katika hospitali 21. Sasa niseme wazo la kuchangia utaratibu wa kuchangia vifaa hivi katika hospitali tulianza mwezi Desemba mwaka 2024. Tuliguswa na sisi kama taasisi ya serikali, lakini vivyo ni wanajamii, basi tukaona na sisi tufanye jambo katika kuchangia jitihada za Mheshimiwa Rais kuboresha huduma za afya nchini kwa kuangazia hiki kipengele au ili eneo la watoto njiti na wale watoto wanaozaliwa na uzito pungufu. Sasa vifaa hivi tumekuwa tukivinunua si kwa kutumia bajeti ya taasisi, hata kidogo. Kama alivyodokeza hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, vifaa hivi tumekuwa tukinunua kutokana na michango ya watumishi wa taasisi yetu nchi nzima. Watumishi wote wa TAKUKURU wamekuwa wakichanga kila mwezi ili tuweze kununua vifaa hivi. Wanachanga kwa hiari bila shinikizo wala kulazimishwa na uongozi au na mtu yoyote. Sasa hii yote ni katika na sisi kuwajibika tu kwa jamii. Sisi sio taasisi inayofanya biashara, tufanye biashara aina yote taasisi kama TAKUKURU. Pengine hata biashara inayofanya ni kuchunguza tu vitendo vya rushwa na kuchukua hatua. Lakini kwa maana ya biashara ya kuleta faida hatufanyi biashara, isipokuwa tunaendeshwa kwa bajeti ya serikali. Sasa hata hii pesa lotoa kama nilivyokwisha sema inatokana na michango ya watumishi. Kwa hivyo hii sio ile habari ya corporate social responsibility, hapana kidogo. Sababu ile ni kurejesha sehemu ya faida kwa jamii. Sisi sio sehemu ya faida. Ameliweka vizuri sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba hii ni matendo ya huruma. Sisi TAKUKURU ili jambo tunalofanya tunahesabu kama ni matendo ya huruma na upendo kwa jamii. Lakini kubwa zaidi ni kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya katika kuimarisha huduma za afya mama na mtoto na ustawi wa afya za Watanzania kwa ujumla. Haya yanayofanyika Njombe, hospitali hii, ujenzi unaendelea, yanafanyika maeneo mengi nchini kama si maeneo yote. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana serikali inafanya, na kwa kweli na sisi tumewiwa kuunga mkono jitihada hizo. Sababu tukiachia serikali peke yake itachukua pengine muda mrefu kukamilisha mahitaji yote ya vifaa tiba, dawa na majengo katika hospitali zote nchini. Kwa hivyo nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuboresha mazingira ya afya ya mama na mtoto. Na ndio maana katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika uliofanyika mwezi Februari mwaka huu 2026 kule Addis Ababa, Ethiopia, Mheshimiwa Rais aliteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa bingwa wa afya ya mama, mtoto na afya ya uzazi barani Afrika. Kwa hivyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, na sisi TAKUKURU tukasema tusishe tu kumpongeza, kumpigia makofi na vigelegele,
tuunge mkono na sisi jitihada hizo anazozifanya. Sasa niseme tu katika hospitali zote 21 ambazo tumeshapita mpaka hivi sasa, hali ya uhitaji wa mashine hizi inajidhihirisha kuwa ni kubwa. Hata hapa tumeambiwa kwa wastani watoto wenye uhitaji wa mashine hizi kwa mwezi wanaanzia 40 na kuendelea. Sasa hatujui mna vifaa mashine kama hizo kama hivi kiasi gani katika hospitali hii, lakini ni dhahiri kwamba kuna mahitaji, na mikoa mingine tuliyopita tuliambiwa kwa mwezi wanakuwa na watoto si chini ya 75 wenye uhitaji wa mashine hizi, lakini unakuta hospitali pengine na mashine 4-5, na huduma kubwa inatolewa katika utaratibu wa kangaroo mother aliosema Mheshimiwa Mbunge. Lakini kwa maana ya mashine kabisa kuna uhitaji mkubwa. Sasa sisi kama watumishi wa taasisi hii, lakini nimesema vile vile ni wananchi, ni wadau na sisi katika huduma za afya, ni miongoni mwa wadau tunaonufaika na huduma za afya na kwa msingi na huduma za mashine hizi. Tangu tumeanza kutoa hizi mashine, kuna watumishi wenzetu ambao wamebahatika kupata watoto, na watoto wakawa wameangukia kwenye kundi la watoto wenye changamoto hizo za kuzaliwa kabla ya wakati na kuzaliwa na uzito pungufu, na hayo yametokea katika mikoa ya Dodoma, Katavi na Dar es Salaam. Basi au watoto wa watumishi wenzetu wakapata huduma au msaada wa vifaa hivyo ambavyo tumevitoa. Kwa hiyo tunajipongeza sana kwa hilo na tunajisikia fahari sana kwamba tumechangia jambo kwa jamii. Bwana, sisi linatugusa moja kwa moja kuona kwamba hata watumishi wenzetu basi nao walikutana na changamoto hizi na hizi mashine zikaweza kuwasaidia. Kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa wito kwa mtu mmoja mmoja, taasisi binafsi, taasisi za umma kuunga mkono jitihada za serikali za kuleta ustawi wa Watanzania kwa kufanya matendo haya ya huruma kama tunafanya sisi, au uwajibikaji kwa jamii kabisa, ile corporate social responsibility katika sekta mbalimbali, lakini ikiwemo sekta ya afya ambayo sasa hii ndio uhai. Tuna sekta nyingi, zote ni sekta muhimu sana, maji, mazingira, kila kitu, lakini sekta ya afya ndio kila kitu. Kwa hivyo nitoe wito tu basi kila mtu aone kwamba ana wajibu wa kushiriki katika kuona kwamba huduma za afya zinaboreka nchini. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nakushukuru sana. Ujio wako hapa, ushiriki wako katika mkutano umekuwa manufaa makubwa sana. Umetoka pongezi nyingi kama taasisi yetu mkoa hapa, na kwa kweli ni mtu mwenye matashi mema sana na taasisi yetu. Umezungumzia swala la klabu za wapinga rushwa. Ni kweli tuna utaratibu, kwa sababu TAKUKURU dira yetu ni kuwa na Tanzania isiyokuwa na rushwa. Sasa ukiwa na azma kubwa kama hiyo, maana lazima uanzie chini, na sisi tumejikita sana katika kutoa elimu hii ya madhara, ubaya wa rushwa na mianya kwa watoto wadogo kabisa kupitia hizi klabu za wapinga rushwa ambazo ziko katika shule zetu za msingi, sekondari na vyuo, lakini vile vile kupitia makubaliano mbalimbali ya kisheria ambayo tumefanya na taasisi zinazojumuisha vijana kama Scout na Girl Guides, na kwa kweli wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana kama ambavyo wameshuhudia hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunashukuru sana kwa hilo.